kwenye mkutano na kikao wamekubaliana kwamba hawachezi, au pengine na msimamo wao ule ambao nao mpaka sasa bado wasimama nao. Mpaka sasa hivi wakaendelea kumsindikiza Rais Engineer Hersi Said. Hawa ni mashabiki wa kwa ajili ya kutafuta solution na jambo hili. Kwa nichukua fursa hii kufikisha message hii kwenu kwa wanahabari ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukua fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapopatikana tutaweza kurudi kwao kwa kujulisha. Nashukuru sana. Naam, ni Engineer Hersi Said akitoka kwenye kikao. Nini ambacho wamejiri, basi tunakuja kuambia sasa hivi kuhusiana na mambo ambayo yameendelea. Haya hapa. Engineer Hersi Said hapa. Yes. Naona anazongwa na waandishi wa habari. Naona namna pekee ni kuona kuingia ndani, na kama ambavyo unaona waandishi wa habari kwa wingi wao, kila mmoja anataka kufahamu kinachoendelea kwenye kikao hiki ambacho kimefanyika. Yes, ni mzozo wa waandishi wa habari wakitaka kupata chochote kutoka kwa Engineer Hersi Said. Kabudi na mkutano huu ulikuwa unataka kujua nini ambacho klabu ya Young Africans inakiendea kwenye discussion ya mchezo wa 184 dhidi ya Simba ulikuwa mchezo tarehe 8 mwezi wa 5. Viongozi wa klabu ya Young Africans pamoja na ukiwa umeambatana na excom wake wote pamoja na mtendaji mkuu uliweza kukutana na Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu na mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa kwa ajili ya kujadili kitu ambacho kilitokea. Bahati nzuri kwa Young Africans kupata nafasi ya kufikisha yale ambayo ni msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo platform ambayo Mheshimiwa Waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans, na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu. Taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu unaohusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia Mheshimiwa Waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wakapata nafasi ya kuuliza maswali na kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na Mheshimiwa Waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na mapenzi na mashabiki waliokuwa nchi nzima. Ujumbe huu umefika, Mheshimiwa Waziri na timu yake wamepokea, tumewaachia wafanye kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution na jambo hili. Kwa nichukua fursa hii kufikisha message hii kwenu kwa wanahabari ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapopatikana tutaweza kurudi kwao kwa kujulisha. Nashukuru sana waandishi wa habari. Like media, jamani.
Naam, CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo amechukua lifti tayari kwa kwenda yes, hawa ni waandishi wa habari ambao wapo hapa katika uwanja wa Mkapa. Yes. Hawa ni waandishi wa habari ambao wanakimbia sasa kwa ajili ya kupata maoni ya mashabiki kuhusiana na kile kitu ambacho kimeendelea mpaka sasa. Nini ambacho wanakisema, tusubiri nini ambacho watakisema mashabiki na vitu kama hivyo. Yes, hawa ni mashabiki wa klabu ya Yanga ambao wako hapa, ya Engineer Said yuko hapa. Yes, ni mashabiki wa Yanga pamoja na rais wa klabu ya Yanga Engineer Said wakiwa kwenye dimba la Mkapa, wanasubiri kusikia chochote kutoka kwake, na ndo hawa ambao nawaona hapa wakiwa wamejaa vya kutosha kabisa kunako dimba la Mkapa. Hapa mlangoni walikuwa nasubiri, na Engineer Said kasimamisha gari kwa ajili ya kuambia chochote mashabiki wa Yanga. Engineer huyu hapo. Ndio. Asante. Ni mashabiki wa klabu ya Yanga mara baada ya kauli ya Engineer Said, wanasema hawachezi. Ni nini ambacho Engineer Said kaweza kukizungumza? Pengine inawezekana ikatengeza maswali, pengine kile ambacho wamekubaliana kwenye mkutano na kikao, wamekubaliana kwamba hawachezi, au pengine na msimamo wao ule ambao nao mpaka sasa bado wasimama nao. Mpaka sasa hivi wakaendelea kumsindikiza rais Engineer Said. Hawa ni mashabiki wa Yanga. Hii ndio Yanga Afrika. Hii ndio Yanga Afrika. Engineer ndio anaongea kauli moja na ndio kiongozi wetu tunamsikiliza. Sawa, tumemtuma akatutetewa na Yanga, akatusemewa na Yanga. Ameifanya kazi tuliyomtuma na tunaamini msimamo wetu ni ule ule. Bodi ya ligi ijiuzulu, TFF wajiuzulu. Hatuna msimamo mwingine wana Yanga. Soma hapa. Soma. Nimemsikia. Engineer wetu ametuambia tunamniamini, tukamwambia tunakuamini. Msimamo wetu ni ule ule. Naomba wana Yanga mtuamini. Tumekwambia, tumemjibu, tunamwamini na tutaendelea kumwamini siku zote. Engineer, Yanga ina falsafa zake, Yanga ina kanuni zake na taratibu. Engineer tumemtuma, yule ni mfanyakazi wetu, sisi ndio mabosi. Yanga sisi ndio mabosi. Engineer ni mfanyakazi wetu, sisi ndio mabosi. Kwa hiyo yupo kwa ajili ya kufuata matakwa yetu. Wananchi wa Yanga hatukubali kuwa wanyonge. Wananchi wa Yanga hatukubali kupelekwa. Wananchi wa Yanga tumepoteza imani na TFF na bodi ya ligi. Hamuwezi kutubadilisha. Tegemea kuwaona mashabiki pengine wa Simba pia hapa nje, na tumwakuta nyie peke yenu. Nini hasa kimewasukuma? Hawezi wakawepo hapo kwa sababu uongozi uliopo unawabeba hao. Maamuzi yote yanaamuliwa yanawafeva hao. Kwa hiyo hawawezi wakawepo hapo kwa sababu wanajua hawakilishi tu na Simba, wanawakilishwa na bodi ya ligi na TFF. Kwa sisi ambao tunawakilishwa na uongozi wetu tu, tumekuja tumekuja kuwasapoti, tunahakikisha tuko nyuma yao na kile ambacho tumewaagiza wanakifanya kwa usahihi. Hawako tayari, wangekuwa tayari wangekuja tarehe 8. Tarehe 8 hawajafika, maana yake
kuogopa na hawako tayari kucheza na Yanga. Ila sisi tunawaambia kama bodi ya ligi TFF watajiuzulu, sawa, watatuachia mpira wetu, huyu Simba nakwambiaje, mtampa dozi ambayo hajawahi kuitegemea. Lakini kama viongozi watabaki, bodi ya ligi itakuwa hii, hatupo tayari. Bora tukacheze championship, tukaongoze championship, tuje kucheza ligi kuu au tucheze kimataifa kwa tiketi ya kushinda FA kutokea Champions. Tupo tayari kushuka daraja. Labda kwa kukazia dada, nikwambie kitu kimoja. Ndio maana unaona mashabiki wa Yanga wamekuja hapa. Nchi mzima wote watu wa Yanga wanaimba kauli moja. Nadhani uongozi wetu wametusikia na wametoka wametujibu, walichoenda kuongea ndani ndicho tulicho watuma sisi. Sawa, tutasubiri waitwe tena. Hila msimamo wa Yanga, hii mechi haipo. Hii mechi hatuchezi. Ipangwe tarehe, ipangwe nini? Hii mechi haipo. Si tupo tayari kushuka daraja kama kanuni hazijafuatwa. Muda wa busara ndani ya nchi hii ushafika mwisho. Mashabiki wa Yanga tunachotaka sifuatwe kanuni. Kama tumekosa sisi, tushushwe. Kama amekosa Simba, washushwe. Kama imekosa bodi ya ligi, iondoke madarakani. Usalama muhimu. Kwa maana unasubiria uchunguzi ufanyike kwa hicho unachokusema. Ujue mpaka leo unashangaa uchunguzi wa nini ufanyike. Kwa sababu kila kitu kinaonekana, kinajulikana. Leo hii wanasema uchunguzi wa nini? Hata vikao vinakaliwa kwa nini? Mpira wa sasa hivi unafuatwa kanuni. Labda mimi niseme kitu kimoja. Kama itaamuliwa kwa busara, tunaenda mahakamani. Kama wataamua kwa busara, wanachama wa Yanga tunaenda kufungua kesi, wala tufungiwe. Serikali imeingilia kati kusawazisha hili jambo. Ili serikali waingie kati, sisi tunahitaji kanuni haina busara. Hata serikali inaongozwa kwa kanuni, sio busara. Sasa nitashangaa serikali waende kufuata busara kuacha kanuni. Nitashangaa serikali iende kufuata busara kuacha kanuni. Hata serikali inaongozwa kwa kanuni na sheria. Mpira unaongozwa kanuni na sheria. Sisi watu wa Yanga tunataka ifuatwe kanuni na sheria. Kama Yanga kakosea, ashushwe. Kama kakosea Simba, ashushwe. Kama bodi ya ligi wameona wamehusika, waondoke. Kama wataondoka, wao wakijua wamekosea, wameondoka, wamekuja wengine, tutacheza mechi. Viongozi wamezungumza nini na nyinyi mashabiki? Viongozi wa kwanza akaja mjumbe wetu Alex Ngai katuambia msimamo wa klabu ndio uongozi wanatembea nao. Msimamo wa klabu wao ndio wanaofuata msimamo wa klabu, na msimamo wa klabu ushatoka kuwa mechi haichezwi. Akaja engineers, sasa mmenichagua kusudi nifuate msimamo wa klabu, tukaambia ndio, msiwe na shaka, msimamo unafuatwa. Na shaka msimamo unafuatwa. Huo ndio uongozi tuliochagua sisi, na ndio maana tunauamini mpaka dakika hii. Vipi kuhusu busara? Hamna busara. Wakati wa busara ndani ya nchi ushapita. Wa busara ndani ya nchi ishapita. Ndani ya nchi kilichobakia sasa hivi kwenye mpira ufuate kanuni na sheria. Ujue mpaka leo hizi busara ndio unafanya mpira wetu uwe chini. Mpaka leo hizi busara ndio zinasababisha mpira wetu uwe chini. Nimetizama jana tunaambiwa tumepanda. Tupo nafasi duniani 106. Kwa mambo ya busara. Sasa tukienda kwenye kanuni nchi itapanda. Kama wewe kiongozi wa shirikisho unaona kosa unalo wewe, achia ngazi, ondoka.